Kwa majina naitwa Dickson Senzi, ni meneja mwandamizi wa mahusiano kutoka benki ya Stanbic Tanzania. Tuko hapa, tuna fahari kubwa kuwapo Zanzibar, ambapo tunaenda kuzindua kituo cha makuzi na malezi katika soko la Mwanakwerekwe, na tuna heshima kubwa kwamba tutakuwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi akiwa mgeni rasmi katika uzinduzi huu. Sisi benki ya Stanbic tunasema kwamba Zanzibar ni nyumbani na tunachochea ukuaji wake, na tunaamini kwamba maendeleo ya Zanzibar yanatokana na maendeleo ya mtoto, ambayo maendeleo ya mtoto yanakuja kuleta maendeleo ya jamii kwa ujumla. Na tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba zile siku 1000 za mwanzo za mtoto ni siku muhimu sana katika kuhakikisha kwamba makuzi ya binadamu huyu yanakuja kuwa yenye tija zaidi. Kwa hiyo tumeweza kuwekeza katika eneo hilo, na uwekezaji wetu ambao tumeufanya unaendana sambamba kabisa, na kama mkikumbuka, miezi mitatu iliyopita tulikuwa Zanzibar, tukatoa ahadi ya kushiriki katika mpango wa Zanzibar wa kuweza kuendeleza makuzi ya mtoto, ambapo tunashirikiana na wadau mbalimbali. Kwa wadau wa sekta binafsi, lakini pia sekta ya umma kwa maana serikali, tumekuja pamoja. Kwa kuna mpango wa Adopt an ECD ambao unatekelezwa na serikali ya Mapinduzi Zanzibar chini ya Save the Children, ambapo sisi kama Stanbic tuliahidi kwa kipindi cha miaka mitatu tutaweza kutoa shilingi milioni 500 ambapo zitaelekezwa katika miradi inayoendana na makuzi ya mtoto, na sehemu ya fedha hizo zimeweza kuwekezwa katika ujenzi wa kituo hiki, ambacho kwa heshima kubwa sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi atakuja kutuheshimisha kuweza kuzindua kituo hiki. Kwa hiyo niwakaribishe wakazi wa Zanzibar, wakazi wa Mwanakwerekwe na viunga vyake, tuweze kuungana pamoja kushuhudia uzinduzi huu. Kesho pia kutakuwa kuna mpango wa miaka 5 wa makuzi ya mtoto, makuzi na malezi ya awali ya mtoto ambao utaenda kuzinduliwa. Kwa hiyo nisiyaseme zaidi leo kwa sababu kesho mpango wote utaweza kuzinduliwa na utaeleza kwa kina, lakini labda nigusie tu kwa uchache kwamba tukitoa mfano mdogo tu, tunaamini kwamba makuzi ya mtoto yatakiwa kuingiliana na shughuli za kiuchumi za mzazi. Kwa mfano, kwenye mfano huu wa soko la Mwanakwerekwe tayari kuna wazazi ambao wanakuja wana watoto wao wadogo. Kwa hiyo tunasema kwamba mzazi akifika hapa akiwa na mtoto wake, basi amlete kwenye kituo, mtoto anaendelea kupata makuzi wakati mzazi anaendelea na shughuli za kiuchumi. Na kwa nyanja hiyo tunaamini kwamba wakati shughuli za kiuchumi zinaendelea na shughuli za kimalezi pia zinaendelea. Kwa hiyo katika mpango ambao utaenda kuzinduliwa kesho na serikali ya Mapinduzi Zanzibar, haya yameelezwa kwa kina na kesho yatazungumziwa zaidi. Lakini pia kwa ili la leo ni wakaribisha zaidi wakazi wa Mwanakwerekwe, watu wa sokoni hapa na wakazi wa Zanzibar kwa ujumla waje kushuhudia uzinduzi wa kituo hiki. Sisi benki ya Stanbic tuna sera yetu ya uwajibikaji katika jamii ambayo inaangazia maeneo makuu 4, na moja ya eneo ambalo tunaliangazia ni eneo la elimu, ambapo elimu ya awali kwa ajili ya watoto pia ni kipaumbele. Kwa hiyo ukiliangalia ili kwa namna fulani linaendana na kipaumbele chetu ambacho tunacho. Lakini pia tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kwamba ile siku 1000 za mwanzo za mtoto ni siku muhimu sana katika makuzi ya binadamu yoyote. Na sisi kama benki tukasema kwamba pamoja na kwamba tuna uwekezaji katika jamii katika nyanja ya elimu, tusisahau nyanja ya mwanzo kabisa ya hizi siku 1000. Na ndio maana tumekuja na ushiriki huu katika miradi mbalimbali, ikiwemo mradi huu mahususi kabisa ambao unaangazia watoto katika umri wa 0 hadi umri wa awali kabisa. Swala la maendeleo tunaamini kwamba ni swala mtambuka, lakini pia ni swala shirikishi, swala ambalo linahusisha serikali, lakini pia kwa upande mkubwa zaidi sekta binafsi. Kwa hiyo tukasema kwamba katika miradi ya kimaendeleo sisi kama benki tumekuwa tukishirikiana na wadau ikiwemo serikali, kwa kuamini kwamba tukiwa na nguvu ya pamoja tunaweza tukafika mbali zaidi.